Kwa update mbalimbali kuhusu masuala ya cryptocurrency, masuala ya pesa za mtandaoni, kituo hiki cha Nuhu Online TV kinakufaa sana, na nipende kukaribisha kwenye channel hii ya Nuhu Online TV wanafunzi wote wa crypto. Leo tutakuwa na somo muhimu kuhusu P-Network, sarafu ya kidijitali ambayo imekuwa na mabadiliko makubwa. Ingawa P-Network imeshuka kwa kasi katika siku za hivi karibuni, tunataka kuonyesha kwa nini itatoka kwenye hii hali na itaendelea kupanda kwa nguvu. Tunapojifunza kwa pamoja, hakikisha unachukua note na kuwa tayari kufanya maamuzi bora kuhusu uwekezaji wako. Aya, P-Network ni nini? Kwa kuanza, hebu tuanze kwa kuelewa P-Network ni nini. P-Network ni sarafu ya kidijitali inayotumiwa na watu wengi duniani kote kufanya mining, yani uchimbaji kupitia simu zao za mkononi. Hii inatofautiana na Bitcoin na sarafu nyingine kubwa ambazo zinahitaji vifaa vya gharama kubwa ili kufanya mining, na hii inafanya P-Network kuwa rahisi na inapatikana kwa watu wengi zaidi, hata wale walioko katika maeneo ambapo teknolojia kubwa ni adimu. Ngoja nikupe mfano sasa. Fikiria kama darasa la hesabu, lakini hakuna haja ya kununua vifaa vya kisasa kuweza kushiriki. Hii ni kama P-Network ambapo unaweza kuchimba sarafu kwa kutumia simu yako ya mkononi badala ya kompyuta nzito na gharama kubwa. Hii ni fursa kubwa kwa wanafunzi wa crypto wa kila aina. Kwa nini P-Network imeshuka? Sasa hebu tuanze kwa nini P-Network imepata kushuka kwa kasi hivi karibuni. Sababu kuu ya hii ni hali ya soko la crypto ambalo lina uhusiano mkubwa na ushawishi wa biashara na mtindo wa uwekezaji wa watu wengi. Wakati wa kutokuwa na uhakika, baadhi ya wawekezaji wanauza mali zao kwa hofu, jambo linaloathiri bei ya sarafu. Ngoja nikupe mfano hapa. Imagine kuwa darasani, sawa, na wanafunzi wengi wana hofu kwa sababu ya mitihani inayokuja. Hii inafanya darasa lote kuwa na tahadhari, na hivyo matokeo ya mitihani kuwa ya chini kwa wote. Hali ya soko la crypto pia inapata hisia hizi, na hofu ya kushuka kwa bei husababisha watu wengi kuuza sarafu zao kwa bei ya chini. Yes, kuna sababu nyingine ambayo inasababisha soko kushuka. Mfano, sababu nyingine za kushuka kwa P-Network ni kwamba sarafu nyingi za kidijitali zinaathiriwa na mabadiliko ya kisheria na udhibiti kutoka kwa serikali na taasisi mbalimbali. Hii inaweza kuongeza wasiwasi wa wawekezaji na kusababisha mabadiliko katika bei. Kwa nini P-Network itapanda tena? Ingawa PAI hii imepata kushuka, hili silo jambo la mwisho. Tunatarajia kwamba P-Network itaendelea kupanda kwa sababu ya michango na hatua zinazochukuliwa na timu ya P-Network. P-Network inaundwa kwa kutumia mfumo wa staking, uwekaji wa mali kwa muda, na vile vile ushirikiano mpya na mifumo mingine ya kifedha na digital. Ngoja nikupe mfano. Fikiria darasa la wanafunzi ambao wanaendelea kufanya kazi kwa bidii. Ingawa wana changamoto, kwa muda wanapata matokeo bora. Hali hii inaendana na P-Network ambapo licha ya kushuka, ufanisi wake utaongezeka kadri muda unavyoenda. P-Network ina mipango ya kuongeza thamani kupitia ushirikiano na mabadiliko ya kimkakati, jambo linaloashiria kwamba thamani yake itapanda tena. Ushirikiano na maendeleo makubwa. P-Network inazidi kuwa maarufu kwa kutatua na kutafuta ushirikiano na mitandao ya kifedha, wakifanya mabadiliko muhimu katika njia wanazotoa huduma. Hii itakuwa na athari nzuri kwenye soko la P-Network. Fursa zipo bwana. Hapa tutazingatia ni kwa nini hii ni fursa nzuri ya kuwekeza, kama vile inavyokuwa katika masomo. Sawa, wakati mwingine unapata alama nzuri unapojiandaa mapema. Kwa P-Network sasa ni wakati mzuri wa kuwekeza kwa bei nafuu, kwani thamani yake itapanda baadaye. Ngoja nikupe mfano. Fikiria kuwa na nafasi ya kununua vifaa vya maabara kwa bei nafuu wakati wa likizo, lakini baada ya muda vifaa hivyo vinapanda thamani. Hii ni sawa na P-Network. Bei imeanguka, lakini ina nafasi kubwa ya kupanda tena, na hii ni fursa nzuri kwa wale wanaojiandaa.
kujiandaa kwa muda mrefu. Hata kama bei imeanguka kwa sasa, wawekezaji wa muda mrefu wanaweza kufaidika na bei ya chini sasa na kuona faida baadaye. Hii ni kama mwanafunzi anayekuja na mikakati ya kujifunza kwa muda mrefu ili kupata matokeo bora baadaye. Hatua zako zifuatazo sasa. Kama mwanafunzi anayejiandaa kwa mitihani, unahitaji kuwa na mkakati sahihi. Katika crypto ni muhimu kuwa na mpango wa muda mrefu ili kufanya maamuzi bora. Sasa ni wakati wa kuzingatia uwekezaji wako katika P-Network na kupanga mikakati ya mafanikio yako. Ngoja nikupe mfano. Kama unataka kufaulu mtihani wa mwisho, unahitaji kujifunza kila siku, kufanya mazoezi na kuwa na mtindo wa kujifunza kwa kina. Hii ni njia sahihi ya kufanikisha malengo yako ya P-Network. Na leo sasa tumepitia kwa undani kuhusu P-Network, kwa nini imeshuka kwa kasi na kwa nini tunadhani itapanda tena. Kama vile darasa la hesabu linavyojifunza na kupita changamoto, ndivyo P-Network itakavyoimarika na kupanda tena. Kwa hivyo usikose fursa hii. Kama unataka kujifunza zaidi kuhusu P-Network na fursa za crypto, jisikia huru kujiunga na Nuhu Online TV. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante na kwaheri.